Hujambo na karibu. Leo tunaangazia fursa kubwa sana kwenye zao la parachichi kwa mkulima wa Tanzania. Yaani tutaifuatilia safari yote kuanzia pale shambani kwako hadi kwenye masoko makubwa ya Ulaya. Sawa, hebu tuende moja kwa moja kwenye namba ili uone ninachomaanisha. Hebu angalia hapa. Fikiria hivi. Parachichi lako la Hass, lile zuri, daraja la kwanza kule Ulaya, linauzwa kati ya shilingi 4,000 hadi 6,500. Hiyo ni kwa kilo moja tu. Sasa, linganisha na hapa nyumbani, Kariakoo. Tunda moja linauzwa shilingi 300, labda 800. Unaiona hiyo tofauti? Hapo ndipo pesa halisi ilipo. Hiyo ndiyo fursa yako. Wengi wanaliita hili tunda dhahabu ya kijani, na ni kweli kabisa. Lakini swali la msingi ni hili, wewe kama mkulima utafanyaje sasa kulitoa hili tunda shambani na kulifikisha kwenye soko? Na sio soko lolote, bali lile soko linalolipa bei ya juu zaidi. Naam, hiyo ndio safari tutakayoichambua pamoja hapa. Sawa, tuanze basi na sehemu ya kwanza. Hapa tutaangalia haya masoko ya kimataifa na bei zake halisi. Huku ndiko kwenye pesa kubwa haswa. Okay, hapa sasa mambo yanakuwa mazuri zaidi. Tazama hizi bei. Tuna Uholanzi, Uingereza, Dubai, India na hata Saudi Arabia. Yote haya ni masoko yanayotaka parachichi letu, na bei zake unaona ziko kwa dola kwa kila kilo. Angalia Uholanzi na Uingereza wanalipa vizuri sana, lakini kuna sharti. Wanataka aina ya Hass na Hass peke yake. Na hili ni muhimu sana kulielewa. Uholanzi, hasa kupitia bandari yake ya Rotterdam, ndio kama lango kuu la parachichi kuingia Ulaya. Na sheria yao ni moja tu. Wanataka parachichi aina ya Hass. Hii inamaanisha nini kwako? Ni rahisi. Lazima ulime kile ambacho soko linataka kununua. Haya, sasa tuingie sehemu ya pili. Hebu tuone hii safari ya export inavyokwenda hatua kwa hatua. Hapa tutaufahamu mnyororo mzima wa thamani kutoka kwako shambani hadi kwa mlaji Ulaya. Safari yenyewe ina hatua 6 muhimu sana. Kwanza kabisa ni wewe, mkulima, unayezalisha parachichi bora. Pili, anakuja mkusanyaji ambaye anachukua mazao kutoka kwa wakulima wengi ili kupata mzigo wa kontena zima. Tatu, kampuni ya export inachukua jukumu la vibali, forodha na usafirishaji. 4, matunda yanapelekwa kwenye ghala maalum kupangwa na kufungashwa. 5, ni usafiri wenyewe kwa meli au ndege. Na hatua ya 6, mzigo unafika kwa mwagizaji kule nje. Sasa, hizi hatua zote 6, zote kabisa, zinategemea kitu kimoja tu, ambacho ni muhimu mno. Bila hicho, biashara nzima inakufa na unapata hasara kubwa. Je, una wazo ni kitu gani hicho? Jibu lake ni mnyororo wa baridi, au kwa Kiingereza cold chain. Hii ni sheria, sio ombi. Inamaanisha nini? Inamaanisha tunda lako lazima lipozwe, lifikishwe kwenye nyuzi joto 5 hadi 7 ndani ya masaa machache tu baada ya kulichuma. Na joto hilo lazima litunzwe kwenye safari nzima, ndani ya lori, galani na kwenye kontena hadi linafika sokoni. Na hapa ndio kuna umuhimu wake. Bila huu mnyororo wa baridi, hata kama parachichi lako lilikuwa zuri kiasi gani, litaharibika ndani ya siku 5 mpaka 7 tu. Ebu fikiria hasara ya kontena zima la tani zaidi ya 20 likioza kabla hata ya kufika Ulaya. Ni hasara kubwa. Sasa najua unachofikiria. Mimi ni mkulima mdogo tu, nitawezaje haya mambo makubwa yote? Usijali. Haya, tuingie sehemu ya 3, ambayo inakupa mbinu za wewe kama mkulima mdogo kufanikiwa kwenye biashara hii. Okay, kama wewe ni mkulima mdogo unaanzaje? Kuna njia. Hapa kuna hatua 4 za msingi. Namba 1, jiunge kwenye kikundi au chama cha ushirika. Nguvu ya umoja itawavutia wanunuzi wakubwa. Namba 2, panda Hass. Haina ubishi, ndiyo aina yenye soko la uhakika duniani. Namba 3, anza mapema kabisa mchakato wa kupata cheti cha Global Gap. Hiyo ndiyo pasipoti yako ya kuingia Ulaya. Na 4, na hii ni muhimu sana, tafuta mkusanyaji kabla hata parachichi lako halijakomaa. Na hii nukuu inamaliza kila kitu. Kama lengo lako ni soko la Ulaya, cheti cha Global Gap sio kitu cha hiari, yaani sio chaguo, ni uwekezaji wa lazima.
Hiki cheti ndicho kinachomhakikishia mnunuzi kule Ulaya kuwa umezalisha kwa kufuata viwango bora vya kimataifa. Ni tiketi yako ya kuingia kwenye pesa kubwa. Sasa, baada ya kuona fursa ilivyo kubwa na changamoto zake, unahitaji kitu cha kukuongoza. Unahitaji ramani. Sehemu hii ya 4 ya mwisho itakuonyesha wapi pa kupata mwongozo huo kamili ili usipotee njiani. Ni lazima tukumbuke, soko la export ndilo linalolipa vizuri zaidi. Lakini huu mchezo hauna nafasi ya makosa. Kosa dogo tu kwenye mnyororo wa baridi, kwenye makaratasi, popote pale, linaweza kukugharimu mavuno yako yote ya msimu mzima. Na hapa ndipo msaada unapoingia. Kitabu hiki, Kilimo cha Parachichi Tanzania, kimeandikwa kuwa kama ramani yako. Yaani, kinakushika mkono hatua kwa hatua, kuanzia upandaji hadi unapopokea malipo yako kutoka Ulaya. Ukifungua ndani utapata sura nzima inayoelezea biashara hii, mchanganuo kamili wa mnyororo wa usambazaji, bei halisi za kila soko la kimataifa, maelekezo ya jinsi ya kupata Global Gap na hata mbinu za kuongeza thamani kama kutengeneza mafuta ya parachichi. Ukiangalia maarifa yote haya, thamani yake halisi si chini ya shilingi 500,000. Lakini kwa sababu tunataka wakulima wengi wafanikiwe, tuna ofa maalum sana. Kwa watu 99 tu wa kwanza, sikiliza vizuri. Bei sio 500,000. Utakipata kwa shilingi 45,000 tu. Hii ni fursa adimu sana. Na tunakupa uhakika kamili. Yaani, ukisoma kitabu hiki na uhisi hujajifunza kitu chochote kipya cha kukusaidia, tutakurudishia pesa zako zote bila kuuliza swali lolote. Hatari yote iko upande wetu. Cha kufanya ni rahisi sana. Tuma sasa hivi shilingi 45,000 kwa M-Pesa kwenda namba, naomba unisikilize taratibu, 0763 071 007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Baada tu ya kutuma malipo, nenda WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo 0763 071 007. Tuma jina lako na anwani yako ya barua pepe, yani email. Basi, ndani ya dakika 10 tu kitabu chako kitakuwa kimekufikia. Kwa maelezo zaidi, unaweza pia kutembelea tovuti yetu kilimo.net/books. Sisi ni Kilimo Biashara Online Academy. Na daima tukumbuke kauli yetu mbiu, kilimo si kazi tu, ni biashara inayolipa. Chukua hatua sasa hivi. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi.